Ndugu zangu wapendwa, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya imani ambayo inakuwa siku hata siku, ili hasa hapa leo tunapofanya tendo hili la kiimani, yaani kutoa sakramenti ya kipaimara. Katika imani yetu tunaungama na kukiri wazi kuwa tunamwamini Mungu mmoja anayejipambanua katika nafsi zake tatu ambazo zina umungu sawa kila moja, pasipo kuzidi au kupungua, katika nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu. Kumbe sakramenti ya kipaimara inafungamanishwa sana na nafsi ya tatu ya Mungu, yaani Roho Mtakatifu, kwa sababu ni yeye ambaye anashuka na mapaji yake au na zawadi zake ili kutuletea sisi furaha na amani ya kuishi kwa amani na upendo katika maisha yetu. Ndio huyo Roho Mtakatifu tuliyomsikia katika somo la kwanza, aliyeshuka siku ile ya kwanza kabisa ya Pentekoste, yaani siku 50 baada ya kufufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Nakumbuka siku 40 alipaa, na siku 10 baadaye ndiye Roho Mtakatifu akawashukia wale mitume. Mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaweka wazi kuwa siku ile ya Pentekoste walikuwepo watu wamekaa pamoja. Lakini niseme wazi kabisa, hawa waliokaa pamoja walikuwa ni mitume na wafuasi wake Yesu, ambao walipewa maagizo na Yesu wakae hapo mpaka hapo nguvu itokapo juu itakapowashukia, ile siku ya Pentekoste. Lakini kwa wenyeji wengine, Pentekoste, siku ya Pentekoste iliwakuta wao wakiwa wanafanya sherehe kubwa kabisa ya Kiyahudi, yaani sherehe ya mavuno. Na kwa sababu hiyo, katika sherehe hiyo watu walitoka sehemu mbalimbali kuja kumshukuru Mungu wao na kumwabudu, lakini pia kumtolea sehemu ya mavuno yao kama sehemu ya kuomba neema, kuomba baraka na kuomba ustawi katika familia na maisha yao. Sikukuu hii iliwavuta watu kutoka sehemu mbalimbali na iliwaweka watu pamoja katika siku hizo. Ni katika nyakati hizo wale wafuasi wa Yesu wamejifungia, na hawa wamekuja kwa sherehe zao. Roho Mtakatifu akashuka na wote waliona zile ndimi, kama tulivyosikia katika somo, ndimi kama ndimi za moto. Kwa hiyo hata wale waliokuwa mbali, waliokuja kwa sherehe ya mavuno, wote walikusanyika pamoja kushangaa zile ndimi zinazotoka juu. Na ndipo hapo ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume na hao wengine wote waliokuwa hapo, na kama ishara ya kwanza au tunda linalozaliwa katika tendo hilo kubwa la kiimani na la kimungu, ilikuwa ni zawadi ya kuongea kwa lugha ambayo kila mmoja anaongea lugha yake, lakini wanaelewana. Hili lilikuwa ni tukio la pekee sana la kwanza na kubwa tangu Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akiishi na kuondoka hapa duniani. Lakini tukio hilo wahakikishia wale waliokuwa wanamfuata Kristo kuwa ni tukio la ukweli, sahihi na la kuaminika, na liliwahakikishia kuwa imani yao juu ya Mungu si bure. Inawahimiza katika kumwamini, kumuishi na kumpokea Mungu. Hii ndio tukio lililokuwa katika nyakati zile.
Sisi nyakati zetu tunaendelea kufurahia zawadi hiyo ya Roho Mtakatifu ambaye kwa kweli anakuja ndani ya sakramenti mbalimbali. Nyakati za nyuma, miaka mingi nyuma iliyopita, sakramenti hizi tatu zilikuwa zinatolewa pamoja, yaani ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu. Hili lilikuwa ni bando ambapo mtu anapewa kwa mara moja. Lakini baada ya kuona kuwa kila sakramenti moja ina fumbo kubwa na la pekee, basi kanisa liliona ni busara na kutenganisha hizi sakramenti. Na kwa haraka ndio ilikuwa hivyo, kuwa sakramenti ya ubatizo ilikuwa ni sakramenti ya kumuingiza mtu katika Ukristo, kumfungulia milango, kumuondoa katika himaya ya Shetani. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni sakramenti ambayo inaendelea kumpa muumini nguvu ya kiroho kuendelea kusafiri katika ulimwengu huu akiwa anaikabili nchi yake ya ahadi, yaani mbinguni. Ili kushinda katika mambo mbalimbali ya ulimwengu huu, anapaswa kula chakula cha kiroho kitakachompa nguvu ya kusafiri na kushinda yote hayo atakayokutana nayo. Na sakramenti hii ya kipaimara sasa ndio yenyewe inajipambanua katika nafsi ile ya tatu ya Mungu, yaani Roho Mtakatifu, ambapo anakuja na zawadi zake. Tunatambua na kuelewa zawadi ambazo zinakuja na sakramenti hii. Ndio hayo ambayo tunayaita mapaji saba ya Roho Mtakatifu. Leo hii ni sahihi, pamoja na mengi ambayo tunayo na nia mbalimbali tulizokuwa nazo, lakini tunamuomba Mungu Roho Mtakatifu aje ashuke na zawadi zake kwa vijana wetu. Na yeyote yule aliyepokea au anayepokea au atakayepokea sakramenti ya kipaimara ajijue wazi kuwa yeye ni askari, yeye ni mlinzi, yeye si mtoto tena. Atapaswa kuwaza kama mtu mzima, atapaswa kusema kama mtu mzima, atapaswa kutenda kama mtu mzima, atapaswa kufundisha kama mtu mzima katika mambo yote yanayohusiana na imani. Na kwa sababu hiyo, kama utayafanya yote haya, ni lazima huyo mtu awe au akae mbali na dhambi. Dhambi na mafumbo haya makubwa ya kiimani hayakai pamoja. Kila palipo na dhambi, Mungu anakaa kando. Kila dhambi inapotoka, Mungu anakuja kukaa pale ndani. Sababu hiyo, sote tunakumbushwa tuliopokea sakramenti ya kipaimara, na ninyi wana wapendwa ambao muda mfupi mtaipokea, kuwa walinzi. Nyinyi maaskari hodari wa imani, ilindeni imani, iteteeni imani. Na ili muweze kuilinda na kuitetea, lazima ninyi wenyewe muwe tayari kuiishi imani hiyo. Msigeuke, msiyumbishwe na mawimbi mbalimbali ya ulimwengu huu, ila mjikite katika siku zote kuomba nguvu hiyo ambayo itokayo juu. Sakramenti ya kipaimara haiwahakikishii kuwa hamwezi kukutana na changamoto mbalimbali za kiimani katika safari yenu, ila sakramenti ya kipaimara inawahakikishia kuwa ndani ya changamoto mbalimbali zitakazokutana nazo katika safari ya imani, kuna uwezekano mkubwa wa kushinda, kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu unakuwa naye na kusafiri naye wakati wote. Basi mkitambua wajibu huo na jinsi mlivyopokea mafundisho, balini kutetea neno la Mungu katika maisha yenu. Mlisome, mlielewe, mlitafakari na mlifundishe neno la Mungu, kwa sababu umri wa utoto wa imani kweli umekwisha. Ninyi si watoto tena, ninyi ni watu wazima katika imani. Kwa la kwanza
msizani hilo neno la Mungu liwe ni silaha yenu kubwa ya kupambana na uovu wa ulimwengu huu. Lakini la pili, mafundisho mbalimbali ya kanisa au hayo mapokeo ya kanisa nijitahidi sana kuyaishi na kuyaelewa na kuwafundisha watu wengine. Na lingine, ziishini sakramenti za kanisa ambazo zitawasaidia kuendelea kupiga kila hatua mnapokwenda mbele, mkitanguliza amri kubwa tuliyoachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, yani amri ya mapendo. Hii tukiwa nayo na tukitembea nayo, tukipendana sisi wenyewe tukawapenda wenzetu, basi Mungu atakaa kati yetu. Tusipopendana, tusipojipenda na tusipopendana sisi kwa sisi, Mungu hayupo kati yetu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na kila anayependa anamjua Mungu na anaishi na Mungu. Kila asiyependa basi huyo anakaa mbali na Mungu. Niwatakie heri na baraka kwa kufanya au kuamua kupokea sakramenti hii, lakini isiwe sakramenti ya kuatia uvivu wa kiimani, isiwe sakramenti ya kuwafanya tena msisali, au isiwe sakramenti ambayo